Mtu wa TIC amezungumza vivutio vya kikodi, lakini pia kuna vivutio ambavyo sio vya kikodi ambavyo kwenye sheria ya ubia vinatolewa. Moja ya vivutio ambacho kinatolewa ni government guarantee, dhamana za serikali kukulinda wewe mwekezaji ambaye unawekeza, kwamba in case ikitokea tofauti na projections, tofauti na jinsi ilivyokadiriwa, serikali inaweza ikatoa fidia. Lakini pia kuna kitu kinaitwa viability gap funding, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya miradi ambayo serikali inahitaji lakini haina commercial viability, haina ladha ya kibiashara. Kwa hiyo serikali kwa mujibu wa sheria imeweka kitu kinaitwa viability gap funding, kwa maana ya kutoa mtaji, kuchangia mtaji kwa ajili ya kuimprove commercial viability ya mradi wa ubia. Matumaini yetu kuelekea mwaka 2050 ni kuvuta mtaji zaidi wa sekta binafsi, kwa sababu assignment ya kufikia dola trilioni 1 haiwezi kutekelezwa kwa kodi na mikopo. Lakini kuhusu usalama, kwa mfano wa hizi airport au bandari, ni uzoefu ndugu zangu kwamba duniani kote, ukienda India, ukienda Ufaransa, ukienda Uingereza, kuna airport kadha wa kadha ambazo zinaendeshwa kwa utaratibu wa ubia, na kufikia mwaka 2023 karibuni 14% ya airport zote duniani zilikuwa zina operate kwa utaratibu wa PPP na zinabeba over 40% ya abiria wote. Lakini pia ukitazama kuhusu dhana ya miradi hii mikubwa kuendelea kufanywa kwa utaratibu wa usiokuwa wa ubia, matumaini yetu ni kwamba tumekwisha kuweka sheria sawa sawa na institution sawa sawa. Unaweza ukatazama kwa mfano uwekezaji kwenye transmission line, masuala ya umeme. Umeme ni moyo wa uchumi. Kwenye transmission line katika miaka mitatu zimejengwa zaidi ya kilomita 2000, lakini zimejengwa kwa kutumia kodi na mikopo. Of course katika transmission line yote ya kilomita 8000, asilimia hiyo takriban 25 yote imejengwa katika miaka mitatu, lakini imetumia kodi na mikopo. Going forward, kuna investors, kuna wawekezaji kadhaa ambao wamekwisha kuonyesha au mchakato unaendelea waweze kuwekeza kwenye eneo hilo badala ya kutumia kodi na mikopo. Kwenye kilimo, na hii inaizungumza in connection na Dr. Mushi, kwamba namba za uchumi zinakuwa, lakini mbona umaskini pengine bado ni changamoto. Nyinyi ni watafiti, Research on Poverty Alleviation walifanya tafiti yao mwaka 2006 kuonyesha kwamba tukikuza sekta ya kilimo katika dhana pana kwa 10% kwa miaka mitatu mfululizo, tutapunguza umaskini kwa 50%.